Nafikiri ni ajali mbaya. Ni ajali mbaya ya wanasema ni ajali mbaya kazini. Ni ajali kama ajali nyingine ambayo unaweza ukai experience au ukaweza kuiona zinatokea, lakini hivyo katika majukumu yake kapata ajali ambayo ni mbaya, lakini mpaka sasa hizi hatujajua exactly nini ambacho kimetokea, kwa sababu ukiangalia katika zile picha ni kama kile kifundo kiligeuka. Hasa kimegeuka maana kwamba kwenye joint yani pale pamezunguka au kuna mfupa ambao umevunjika. Ni vitu viwili tofauti. Ikiwa ni kama issue ya joint, labda pengine imetokea dislocation, hiyo ni rahisi kuweza kurudisha na akaweza kule. Lakini kama umevunjika itakuwa ni ngumu sana, lakini pia unaangalia na age wise na umri alionao. Nafikiri ni kuanzia miaka 30 na kuendelea, kitu ambacho ukipata ajali kama ile inakuwa ni ngumu kuweza kurudi katika ubora wako kawaida, kwa sababu itakulazimu uchukue pengine hata msimu mzima. Kwa hiyo nafikiri si tukio zuri ambalo limetokea, lakini mwisho wa siku ni matukio ambayo kwenye mpira yanatokea. Kuna watu wanavunjika miguu, kuna watu wanafariki katika maeneo ya viwanja na mengine mengi. Kwa hiyo yeye amekuwa ni miongoni mwa wale ambao wamepata ajali, lakini nafikiri baada ya leo hii tutasikia taarifa kutoka kwa madaktari na kuweza kutoa undani wa tukio. Lakini binafsi au kwa watu wote wapenda michezo, ni tukio ambalo sio la kufurahisha, na ambaye utamwona analishangilia atakuwa na shida ya matatizo ya akili, kwa sababu kwenye matatizo huaga tunaga itikadi ni katika kukiona wewe unashangilia matatizo ya watu, maana yake wewe kisaikolojia hauko sawa, una shida, yani zaidi ya binadamu ambao uko nao. Lakini be honest, kwa wanasoka wote, ndio hata yule ambaye amefanya ile tukio na yeye pia alichanganyikiwa, aliumia pia kutokana na kinachoweza kutokea. Kwa hiyo binafsi niseme tu kwamba imekuwa ni siku mbaya, lakini kubwa ambalo limeweza kuonekana ni kwamba amepata hiyo ajali, lakini timu yake imeweza kupata ubingwa wa 5, ubingwa ambao wameupata katika mazingira magumu. Katika hizi bingwa 4 au 5 zote, ubingwa ambao Yanga wataushangilia kwa nguvu na kwa furaha kubwa ni huu, kwa sababu haikuwa rahisi. Ilikuwa ni kitu ambacho pengine watu wangetamani kisiwezekane, lakini kimeweza kuwezekana. Kwa hiyo binafsi nafikiri kwamba anakwenda kuwa shujaa, kwa sababu ameweza kuumia akivuja jasho katika mechi ambayo timu yake ilikuwa inapambana kuweza kuchukua ubingwa wa 5, ambao kwa Yanga itakuwa ni mara ya pili mfululizo tokea nafikiri ilikuwa ni mwaka 66 67 kama sikosei, mpaka mwaka 72, lakini tena wamechukua tena hii mwaka 2022 mpaka sasa hizi na kuweza kurejea hiyo rekodi. Kwa hiyo wanaongeza moja. Simba naye ashachukuaga mara moja, lakini Yanga anakuwa anachukua mara 2. Kwa hiyo makombe 32 kwa makombe 22, tofauti ya makombe 10. Kwa hiyo nafikiri kwa utofauti huo mwongo mmoja, hakuna tena kusema kwamba kuna ushindani kati ya Simba na Yanga. Yanga wanatakiwa wapewe heshima yao ya tofauti, yani wapewe privilege ya tofauti. Hata katika weight zile, uweze leo kusema una rank Yanga na Simba katika weight moja, hata kwa maana ya sponsors katika mikataba inakuwa sio kweli. Simba sasa hizi hawa deserve kulinganishwa na Yanga, kwa sababu utofauti wa makombe 10 ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunasema kwamba Yanga yuko kwenye daraja la peke yake. Ni kama unavyozungumzia Afrika, unazungumzia Ahli katika mchezo wa klabu bingwa, wale wana level yao, wana daraja lao. Katika ligi Tanzania, Yanga hana timu ambayo anashindana nayo. Yanga anashindana yeye mwenyewe, kwa sababu utofauti wa mataji 10 ni kitu ambacho si cha kawaida. Maana yake amedominate, akadominate na akadominate tena. Kwa hiyo from today ningependa kutoa rai hata kwa sponsors na wengine wanapokuwa wanazungumza kibiashara, brandi pekee ambayo inaongoza mpira wa Tanzania ni klabu ya Yanga. Utakuwa ni shahidi katika leo hii palikuwa pana mechi 2, mechi ya Simba na mechi dhidi ya KMC na mechi ya Yanga, lakini macho ya watu wengi na masikio ya watu wengi yalikuwa kwenye mechi ya Yanga. Na sio hapa tu, mechi zote zile 3 za mwisho watu wanakuwa wakiangalia Yanga. Ndio timu pekee ambayo inauza brandi ya ligi, na ndio maana ukiangalia katika mazingira yote tunayozungumza, imezungumzika vibaya, imeonekana si timu bora, imekosolewa sana. Kile unapozungumza hapa inakwenda kumaliza ligi ikiwa na alama 75, ikiwa imetengeneza goal difference ya tofauti ya magoli 20 na anayefuata. Magoli mangapi? Magoli 20 kama sio 19 kama sikosei. Ni magoli mengi, lakini ndio timu ambayo imefungwa magoli machache. Kwa hiyo na hapo tunazungumza kwamba hawapo katika ubora. Yeye ndio tunazungumza Yanga anapata ubingwa katika mazingira magumu, lakini anapata ubingwa katika mazingira magumu. Ona hiyo tofauti iliyopo sasa ya hizo takwimu ambazo tunazungumzia hapa. Kwa hiyo maana yake Simba, Azam na timu nyingine zote zipo kwenye kundi hili.
kuna Yanga mmoja alafu kuna timu nyingine zote. Hii kauli ya Simba na Yanga mimi naifuta rasmi leo. Kuna Yanga mmoja alafu kuna timu nyingine zote. Yaani kuna Yanga iko peke yake alafu kuna timu nyingine. Yale mambo ya Simba na Yanga ilikuwa ni kauli ambayo tuliweza kuzitamka, lakini hazina uhalisia, azimechi hazina huo uhalisia. Sasa chifu kwanza unajua chifu hatujafanya kipindi kwa muda mrefu itabidi kesho kwenye room number 17 kuna mengi ya kwenda kuyakagua. Tunaenda kuikagua ligi nzima. Lakini sasa unajua uwanja wa KMC napo kulikuwa kuna mechi inaendelea, si ndio? Simba alikuwa naye yupo mzigoni na niliona yameandaliwa mapambo ya kwamba ubingwa ukitua hapa, yani ukicholopoka kwamba helikopta itashuka hapa, si ndio? Na jukwaa nini tayari lipo hapa, si ndio? Kabisa. Ubingwa umeenda Isamuyo ambapo yupo Young Africans. Hapa nataka sikuulizi swali la kiufundi. Nataka utuambie sasa zile mbao zilizoandaliwa kwa ajili ya kutengeneza majukwaa, si ndio? Mafuta yaliyochomwa kuizungusha helikopta. Pengine unalipe ambalo ungeweza kushauri, kwa sababu ni kama nchi nzima tulikuwa tunatambua kwamba ubingwa bila shaka ungesalia kwa Young Africans. Sasa kwa nini kumekuwa kuna gharama za kununua 2x2 zile mbao? Hapa nikwambia kitu kimoja. Unajua ndio kinachotusumbua ndio nilikuwa nakwambia hapa. Ile ya Simba na Yanga. Kuna wakati kuna vitu vinafanyika kutaka kuridhisha watu waone kwamba na wenyewe umetendewa haki. Naelewa? Hata wao ambao walikuwa wanashangilia kuumia kwa Pacome, nao kuna wakati lazima uweze kuwatendea haki. Ni binadamu, wana haki za msingi. Lakini uhalisia, akili na masikio yote yalikuwa yako Isamuyo. Na kombe lilikuwa linaelekea Isamuyo. Ila kwa sababu kwa maana hata Simba wenyewe walikuwa wanaangalia mechi ya Yanga. Unaona? Kwa sababu palikuwa pana chance, pana room kidogo ya kimahesabu na ya kikanuni. Ilikuwa uwezi ukafua goni ukaacha kabisa kuangalia upande na upande wa Simba, kwa sababu sio kitu rahisi Yanga aweze kwenda kufungwa na JKT. Sawa? Katika mechi ambayo mashabiki wa Yanga, viongozi wa Yanga wote walitolea macho. Kama mwenyewe Simba alishindwa kuifunga Yanga, unafikiria patakuwa pana pitina gani nyingine itafanyika ya timu nyingine kama yeye ameshindwa? Kama yeye amekaa misimu karibia 6, 7, size 8 hajapata ushindi dhidi ya Yanga kwenye mechi ya NBC. Timu nyingine ipi ambayo itakuwa na huo uwezo? Ndio nikasema kwamba ilikuwa tu ni katika kukamilisha taratibu za kiutendaji. Lakini ukiangalia wakati wote kombe lilikuwa linakwenda Jangwani, na ndio lilikuwa linastahili kwenda Jangwani, kwa sababu ni timu ambayo hata ikiwa haipo katika ubora bado inaweza kuchukua ubingwa. Ili Simba aweze kuwa bingwa anatakiwa awe na ubora mkubwa sana, alafu Yanga awe mpotea kabisa. Lakini Yanga anahitaji ubora wa kawaida tu ili kuweza kuchukua ubingwa. Leo tunazungumzia hapa, leo nilikuwa na asubuhi na sasa kipindi kimoja cha michezo cha vijana wangu fulani walikuwa wanazungumza, na wakawa wanajaribu kuzungumza nyota ambao pengine wanafikiri wanaweza wakawa ni MVP wa msimu, mchezaji bora wa msimu. Wakawa wakasema kwa kuna beki Lushendilo kwa mawazo yao, wakasema pia Diara, wakasema pia na Faisal. Unaelewa? Sasa ndio kwamba jinsi gani ambavyo watu wanapambana kutaka kuififisha Yanga. Sasa unamweka pale Dilo kwa sababu gani? Sio, unaelewa? Yaani beki bora, yaani mchezaji bora wa msimu awe Lushendilo, wakati hujamtaja beki yoyote wa Yanga. Sio, unaelewa? Unapozungumzia mchezaji bora unazungumzia ni yule ambaye amesaidia sawa kuipa timu mafanikio, ameonyesha kiwango kizuri na timu ikafanikiwa. Kiwango kizuri sio kupiga chenga, ni ule umahiri wako ambao unakwenda kufanya timu ipate kitu fulani. So unaelewa? Leo hii Yanga wanakwenda kutoa golikipa bora kwa bwana Diara. Alichukua hata kama mechi ya leo hii kutokana zile na kilicho ambazo ziko nazo. Lakini Yanga ndio timu ambayo ina safu ngumu ya ulinzi ambayo imeruhusu magoli machache. Na hiyo safu ya ulinzi ndio ina walinzi wakina Mwamnyeto, wakina Baka na wakina Asinki. Alafu wao na hao wote uone kama kuna beki ambaye anastahili
unakwenda kukuta beki ambaye timu yake imezidiwa imefungwa magoli mengi kuliko bingwa na kipa wake hajakuwa kipa bora. Kwa utagundua kwamba ni siku zote Yanga imekuwa ni timu ya kushindanishiwa. Yaani Yanga ndio tunasema SI unit. Yanga ndio TBS. Sawa? Yanga ndio ISO. Imekaa hapa ni International Standard Organization kwa ajili ya kupima viwango. Kwa hiyo anayekuja yoyote ili aweze kuwa bora lazima alinganishiwe pale. Unanifahamu sio? Kwa hiyo na nzuri na siku zote unaona kwamba kitu ambacho kipo bora ndio kinakuwa kinapigwa mawe sana. Kwa hiyo nisema tu kwamba hii ni timu ambayo kwa Tanzania imeshindikanika. Na kama Yanga ameshindwa, yaani kama Simba imeshindwa kuchukua ubingwa kwa Yanga hii, ile kauli ya Manara inakwenda kutimia miaka 10 ijayo, kwa sababu nakwambia tena kwa sababu usajili ambao unafanyika, tutaingia kwenye Chifu Zobane, usajili ambao Yanga wanakwenda kuufanya nisizungumze sana, lakini kwa hiki ambacho Simba alikosea hapa nafikiri mpaka 2031 tena.